اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم والذي ملا أركان عرش العظيم فقامت به علم الله العظيم ونصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بلاد العظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس لما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد هذا الخلق العظيم سلم عليه على آل مثل ذلك واجمع بيننا وبينكم جماعة الروح والنصر ظاهر والباطن يا ذا القوم والملامة واجعله يا رب روحا لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. الحمد لله. ونواصل دروسنا في كتاب رسالة آداب السلوك المريد للإمام العلامة حبيب عبد الله بن علي الحداد نفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. ويدور كلامنا اليوم إن شاء الله في حديث النية. حديث يا درسية بيلي كحديث النية. حديث النية wanazuoni wengi wanapenda kuanzia vitabu vao na hadithu ni mawarada. Al-Imam an-Nawawi alitanguliza katika al-Arba'un kadhalika fi Sahih al-Bukhari kadhalika katika vitabu vingi hadithini wakianza na hadithu niyya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. حديث النية حديث صحيح متفق عليه. na hii hadith riwaya imekuja kutokana na masahaba ni riwaya Sayyidina Umar, na hadithi inakuja ma annahu gharibun, inakuja hadithi ma rawa rawi faqat fa huwa alhadith algharib rawa rawi, lakini tabaqa baada Sayyidina Umar alizungumza mbele ya masahaba wengi balagha haddu tawatur wa yusamma hadha alhadith tawatur almaana. Tawatur ni hadithi iliyopokewa na wengi ambao hawezekani watu wao kujumuika wakaagana kusema urongo, ndio hadithi mutawatir. Hadith gharib, hadithi iliyopokewa na riwaya moja katika kila tabaka, yani sahaba mmoja akamwambia tabi'ina mmoja akamwambia tabi'ina mmoja, kwa ni gharib ma rawa rawi. Na hadithi ni muttafaqun alayhi, yani imefikiwa baina sharti ya al-Imam al-Bukhari kuipokea kwa ni sahih na pia kwa sharti ya al-Imam Muslim imepokewa na wazaitwa hadithi hizi muttafaqun alayhi au ma rawahu shaykhan, imepokewa na mashekhe wawili aiswa al-Bukhari. Hadithi ni hadithi muhimu sana, na innamal a'malu binniyat, inma hakika si lingine tufidu al-hasr, yani hili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuzungumza hakuna lingine. Innamal a'malu, hakuna lingine isipokuwa amali zote binniyat, kwa nia zote, yani kila amali moja na nia yake. Kwa hivyo amal imekuja kwa jamu, amali nyingi, binniyat kwa nia nyingi. Maana yake nini? Maana yake kullu amalin biniyya wa amalun biniyya wa amalun biniyya wa amalun biniyya, itakuwa a'mal binniyat. Wa inma, na hii ndio yafungua zaidi, wa inma hakuna hakika si lingine, likulli imri'in ma nawa, kwa kila ulicho jambo atakapolifanya ni utalipwa kwa nia yako. Hivyo nia ni kitu kikubwa sana. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Na hadithi hii, kuna kila hadithi katika hadithi tahlili, baada ya mustalah alhadith kuna fani ya alhadith tahlili, baada yake kuna ilmu aljarh wa ta'dil. Kila hadithi kuna sababu alwurud wa sababu alirad. Sababu alwurud, sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutamka hayo maneno. Sababu alirad, sababu ya masahaba kuitumia hiyo hadithi, wameitumia mahali gani, kulitokea nini hii hadithi. Kwa sababu kuna bwana mmoja aitwa Muhajir Qais. Huyu aligura, watu walipogura wakati wa hijra, yeye aligura kwa sababu kuna mwanamke ataenda Madina atamuoa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria katika hadithi hii akasema, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, ikiwa mtu amegura kwa ajili ya Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, hijra yake itakuwa kwa Mungu na Mtume. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ikiwa mtu yuagura kwa ajili ya dunia, au imra'atin, au mwanamke ataka kumuoa. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema dunia kisha akataja mwanamke ataka kumuoa? Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingine anasema ad-dunya kulluha mata, dunia yote ni starehe. Khairu mata'iha al-mar'atu salih, na bora ya starehe za dunia ni mtu kupata mke mwema, yani psychologically atatulia, kiuchumi yule mke atamlekeza mahali pazuri, namna hata kama ni biashara au katika ibada au katika nini. Kwa hivyo mwanamke amefananishwa ni kiungo kikubwa, sehemu kubwa katika hii dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hapa, mtu aweza kuhama, ila mtu aweza kuhama kutoka mji mpaka mji, ima
ila Allahi wa rasuli, kwa ajili ya Mungu na mtume tu kutaka radhi. Au kitu kingine chaweza kumhamisha mtu lidunia yusibuha, biashara, kazi, au kitu kingine chaweza kumfanya mtu akahama imra'atun, yani mwanamke ambaye ataka kumwoa. Mtu akitakuwa mwanamke fulani na akiyompenda yule mwanamke akamwambia, la, mimi siwezi kuja mji wenu, njoo Nairobi, basi yule mwanamume ni rahisi sana kutoka kwa ajili kwenda kubadilisha maisha yake kwa ajili ya yule mwanamke. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akalinganisha, pamoja na kuwa na sababu, kwa sababu yuko alogura kwa ajili ya mwanamke amuoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa hijratu ila ma hajara ilayhi, hakusema ila dunia au ila mraa. Basi kwa yule ambaye atagura kwa sababu yoyote ambayo sio ila Allahi wa rasulihi, itakuwa hijra yake ni kwa kile alichokiguria, iwe sasa ni dunia, ni kazi, ni biashara, ni pesa, ni mke atakumoa, ni kadha. Hijratu ila ma hajara, yani haina haja ya kutaja tena. Kwa hivyo hijra ziko aina: hijra ila Allahi wa rasuli, au hijra ila ma hajara ilayha, hijra kwa kile ulichokuguria chengine ambacho si ila Allah. Tutafahamu vipi ila Allahi wa rasuli? Na je, hijra hii hadithi ni takhsis tu kwa maana hii ya hijra, ama mazingatio yake ni biumumi lafdhi? Sote sisi twagura kila siku. Sote tulikuwa nyumbani asubuhi, tukagura nyumbani, tukaja markaz. Waja markaz kufanya nini? Nia yako ni nini? Ila Allahi wa rasulihi au ila dunia? Kila asubuhi. Na sasa hivi tutatoka markaz, tutahama markaz, tutakwenda wapi? Nyumbani. Kutoka kwako ila Allahi wa rasulihi au ila dunia? Nia yako unapokuja markaz una nia gani? Watia nia gani? Je, wasema mimi natoka naenda markaz kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake? Shawahi kufikiria hivyo? Kama hujawahi kufikiria, kuanzia kesho tufanye tajdidun. Kama tuatoka tuaja markaz ila Allahi wa rasul, hili ni jambo tunalofanya kila siku, basi utafika mapema, utasumbuana na mtu, kwa sababu wewe umekuja watafuta radhi ya Mwenyezi. Lakini kama umekuja ni dunia yusibu, au waogopa nyumbani utachapwa, au una mafriends zako hapo utawapata, mtapata kupiga story na kuonana na social life, yani kama umekuja na hizo nia, ghaliban utasumbua. Lazima siku yako utamsumbua mtu au mwalimu. Kwa hivyo ni lazima nini? Nia. Na nia ni nini? Nia iko ndani ya moyo, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio anaita. Na kabla ya nia kuna mambo maratib manne, ya tano ndio ni inna maratib alqasd khamsun hajisun dhakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hamun fa azmun kulluha rufi'at siwa al-akhir fa fihi siwa al-akhir fa fihi al-akhdh qad waqa. Asema, na hii maneno tumesikia Sheikhna al-Azim Dr. Ali Juma hafidhahullah ta'ala wa ra'a. Asema kabla ya nia, na yeye amekusanya, asema kabla ya nia kuna kitu chaitwa hajis. Hajis ni fikra inakuja haraka inapotea, ikikaa sana kidogo yaitwa khatir, kama ya kusumbua, yaje ikirudi yaitwa khatir. Hajis haihesabiwi katika sheria, wanki thabu wala dhambi. Khatir ndio inaanza kukusumbua, mwanzo wa usumbufu ni khatir. Kisha yaje hadithun nafs. Hadithun nafs ile fikra ambayo sasa imetamakkan. Hadithun nafs ni taraddud, nifanye ama nisifanye hili jambo, yaitwa hadithun. Kisha yapanda daraja yaitwa alham. Alham almailu ila alfi'l, sasa zaidi wataka kulifanya lile, yaitwa alham. Una hamu ya kufanya, na ham kama umefanya hamu ya kitu kibaya kisha ukajizuia usifanye, yuthabu alayhi, utapata thawabu. Fanya hamu waliyadhu billahi min dhalik ya maasiya, hamu ya kuiba kitu cha mtu, penseli ama nini, zote zaitwa kisha karibu waweza kuitukua, kisha ukasema achana, utapata thawabu kwa sababu ya umefanya hamu ya kitu kibaya kakiwa. Kisha ikiwa kubwa zaidi inaitwa al-azm. Al-azm nayo ndio an-niyya. Al-azm sasa ndio wafanya lile jambo. Imam al-Habshi yasema Allahana ma'a sidqi al-iqbali fi kulli amrin qad qasadna was-sidqu fi kulli niyya. Kila nia ya kitu atakufanya yahitaji ila sidq, kweli katika kufanya lile. Lazima uwe kweli katika kile kitu. Je, nafanya lillahi wal rasulihi? Je, nafanya kuonesha watu? Je, nafanya riya? Je, nafanya watu wanione? Je, nafanya hivi kwa sababu mwalimu yuko pale? Kama hangekuwa singefanya kitu chochote wafanya. Hata tuloweka mfano sunna dhuha, nasikia wengine nasema mudir ama ustadhi waje, nikamwambia ustadhi kwa sasa, kwa sababu mtalabatul ilm inshallah sala sahih, lakini wamswalia nani? Hilo ndio swali, wamswalia nani? Na kwa sababu tuko kwa al-Imam al-Haddad, al-Imam al-Haddad ametuwekea nia ya kusoma, nia ya talab, na kabla ya darasa kuisha tutaisoma hii nia na pia tutaitafsiri umuhimu wake, na kwenye mukarrarat zetu ziko kabla kila somo tunataka tufanye
tajdid ya hii nia. Na wanaosoma Riyadhus Salihin mlango wa kwanza babu nia wa ikhlasun nia, na nia hadithu nia yaingia katika milango 70 katika fiqh, hata inaitwa thuluth al-Islam. Na katika kawaid usul al-fiqh ya kwanza al-umuru bimaqasid, mambo kwa makusudio yake. Na nia mahali yake hasa mahali pake ni moyo wako umenuia nia, lakini kuitamka ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka nia ya hajj, nawaitu al-hajja والعمرة وأحرمت بهما، أما نويت الحج وأحرمت به، أو نويت العمرة وأحرمت بها، على خلاف القول بين الإفراد والتمتع والقران. لكن متوم يتلفظ بالنية. نبي ametufundisha man lam yubayyit الصيام فلا صوم، يعني kulaza nia ya somo عند الشافعي. Na Mwenyezi Mungu atuambia nini? wasairul a'mali la tukhallisu au la tukhallasu illa ma'a niyyati haythu tukhlisu fasahhih an-niyyata qabla al-'amali وأتي بها مقرونة في الأول وإن تدم بها إلى الآخرة حست الثواب كاملا في الآخرة. Amali zozote nia yako ni nini? Umenuia nini? Ikiwa nia mbaya na amali inakuwa mbaya, nia mzuri amali inakuwa mzuri, na nia kila ikiwa kubwa ujira unakuwa kubwa. Kama Mwenyezi Mungu adala fasahih nia, weka nia yako nzuri katika kila kitu, katika kila jambo, hata shule, hata kwenda shule pia weka nia pasi vizuri, niwe na karia mzuri, niwe na karia mzuri, nisaidie ummat Muhammad kwa ile ambao Mwenyezi Mungu atakaponipeleka, daktari, wakili, utaje engineer, mjengaji, weka nia mzuri, wazi kila kitu. Bali watu wawili waweza wakanywa maji, mmoja kati ya nia kwenye kunwa kwake maji, kunwa maji tu mubah, lakini idha nawa fi aklihi quwa li ta'ati llahi lahu ma qad nawa zubadbad, kwenye kitu kawaida tu, lakini ukatia nia kubwa na maji haya pate nguvu, niendelee na uhai, nisikatike uhai wangu, na nguvu hii nitaitumia katika mutalaatu durus na kumtumikia babangu na mamangu. Ile tamala maji litakuwa tofauti na ule aliyokuna maji mwenzako bila nia. Ndio ile moja katika maana ya Suratut Taghabun, Kiyama chetu at-taghabun, chenye kuhadawa. Mtu atakuwa na mwenzake akasema mtu aswali pamoja, kila kitu pamoja, mbona nilipita kwa ujra? Yule nia yake ilikuwa kubwa, wa ala niyatikum turzaqun, kulingana na nia zenu Mwenyezi Mungu anawapatia nini? Riziki. Imam Haddad asema annahu la amala illa anni, hakuna amali isipokuwa kwa nia, na kila binadamu kwa kile anachonuia ndio atapata thawabu yake na jazaa. Nia ikiwa mzuri, ujira utakuwa mzuri, na amali itakuwa mzuri, na matunda ile amali utaiona hapa. Nia ikiwa mbaya, hata kama sura ile amali ni mzuri, jambo litakatika ama litaanguka duniani kabla ya nia yako. Ni kwa kadri ya nia yako, ala nia, kwa kadri ya nia Mungu atafanya nini? Ataoreka nia. Wakati gani amal, wakati gani na kuwa sawa? Wifq sunna, lazima yafikiane na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na iwe wataka radhi za Mwenyezi Mungu, na waomba wafanya haya mambo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tufanye haya na tusifanye haya. Na kama nia yako mzuri, utazidisha sunna, hutokoma kwenye faradhi pekee. Na yule ambaye kusudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu atafute ujira wake siku ya Kiyama kwa yule aliyokuja. Kama wewe waswali kwa ajili ya watu msikitini wa kuone, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atasema nenda kwa wale watu. Hata kuna wengine katika hadithi Qudsi, Mwenyezi Mungu atamwambia wewe ulitaka jina lako litajike, watu wakupende, tumekupa hilo duniani. Haikuwa watu wanakupenda wewe, ukenda mahali ukisimama wapunguziwa bei, ukiingia kwenye matatu watu wakupisha kiti kizuri, tushakulipa duniani. Tulikuwa nataka hiyo, shalipwa. Hasara kubwa siku ya Kiyama mtu ana. Thumma aqul i'lam ayuha almurid, hii i'lam ni laftatul intibah, na uslubu mzuri sana alotumia kwamba i'lam, ujihisi kwa Imam Haddad yazungumza na wewe na ni aib tuzungumza maneno ya Imam Haddad, anakuambia i'lam na wewe umlala, i'lam wewe bado unalala. Kwa aib atakaoshtuke, mimi nahutubiwa na imamu mkubwa asema, ewe mwenye kutaka kujua adabu, kujua Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mmoja alimuuliza niandikie, nifahamishe, akamwambia sijapata, yani sijakuwa na istihdhar, lakini nitakuandikia risala ndogo kuhusu namna gani mtu kuingia kwenye line ya kumjua Mungu na Mtume. Ndio hii inaitwa risalatu adab suluki al-murid. Asema waqad ra'aytu an uqayyida fusulan wajizatan tashtamilu ala shay'in, yani kidogo min adab al-irada bi'ibaratin salisa, kwa ibara nyepesi ambazo sio. Na asema Mwenyezi Mungu tumuomba aturuzuku, na kwa vile tuwasoma kuhusu nia, tutasoma pamoja nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة.